Mafunzo haya ukiangalia programu yote ya juma hili yanalenga hilo. Kwa hiyo ndio sababu nilipowafungulia mafunzo yao nimesema ninatamani kuwaona hawa wawe ndio kichecheo cha kuleta haya mageuzi. Mageuzi ya kwamba tutoke hapa na wazo kwamba tunaweza tukisimama, tukiamua na kusimama. Ya kwamba kuna mashirika ya umma ambayo yanatakiwa afanye shughuli za kibiashara. Kuna taasisi za serikali ambazo zinatoa huduma, na kwamba kwa ripoti ya CAG tuliona iliyowasilishwa bungeni majuma mawili yaliyopita, tumeona kwamba kumekuwa na ongezeko kubwa la mashirika ambayo yanafanya kazi kiasara, na kuna mashirika mengine kwa miaka miwili mitatu hasara zimekuwa zinaongezeka. Kwa hiyo ninaamini kwamba katika mafunzo haya yatahitimishwa nafikiri na mapendekezo ya nini kifanyike. Nami katika mazungumzo na washiriki nimetoa mapendekezo ya kwamba ukweli kuna umuhimu mkubwa wa serikali kupitia ofisi ya msajili wa hazina kutengeneza timu ya wataalamu wafanye uchambuzi yakinifu ya mashirika haya ya umma ambayo yanapata hasara na yataweza kuendelea kupata hasara na hivyo kuisababishia hasara nchi. Na katika uchambuzi huo waangalie kiini cha hasara hizi zinatokana na nini. Tumeona kwenye ripoti ya CAG vile vile kwamba serikali imefanya vizuri kweli katika uandaji wa taarifa za hesabu. Ndio sababu zaidi ya 99% ya taasisi zilizokaguliwa zimepata hati safi. Lakini ukienda sasa undani kwenye utendaji kazi kule bado kuna matatizo makubwa ya upotevu wa pesa, ya kukidhi matakwa ya sheria, hasa sheria ya manunuzi. Bado tunaona maafisa masuhuli wanafanya manunuzi bila kupata uhakiki wa mwanasheria mkuu. Tunaona afisa masuhuli wanafanya manunuzi bila kupitishwa kwenye bodi za tenda, ambayo ni kinyume na matakwa ya sheria. Na hivyo ukiona vitu vinavyofanywa kinyume na matakwa ya sheria, hivyo vinakuwa ni viashiria vya uhakika vya ubadhirifu na rushwa. Hivyo tumeliona na tunasema tu kwamba kuna haja ya watu wanaoteuliwa kwenye nafasi za uongozi, kusema kweli, wawe na uzalendo. Lengo kuu la sisi kwa kozi hii ni kujaribu kuwafundisha wenzetu kutoka sekta ya umma, hasa sekta ya umma, kwa sababu lengo kubwa ni sekta ya umma, kujaribu kutengeneza viongozi ambao wataweza kuleta uboreshaji wa sekta zetu za umma. Na kwa nini tunasema hii sekta ya umma? Kwa sababu wengi tumeona sekta ya umma imekuwa haifanyi vizuri, na wengi tumeona ripoti ya juzi ya CAG ikionyesha mapungufu katika sekta ya umma. Sasa tunasema kwamba sisi tunaamini kwamba kuwa na mashirika mazuri ambayo yana uongozi mzuri, yanatenda vizuri, yanakuwa na weledi na tija, lazima uwe na kiongozi mzuri. Kwa hiyo tunasema kwamba lazima uwe na kiongozi mzuri wa ile sehemu ya juu, na yule ndio anaweza kubeba ile dira, maono, na hata kuweza kuwaelekeza wale wengine wa chini. Lakini sema jambo moja ambalo tunataka tuwaambie pia katika baadhi ya masomo tunafundisha mambo ya kuhusu mipango na matumizi na kutafuta pesa kwa ajili ya serikali. Lakini jambo ambalo tunataka pia tuwaambie watu, wananchi wanavyoona, ni kwamba pamoja na mashirika ya umma haya au serikali kuwa na bajeti na mipango, lakini lazima tukubaliane ushirikishwaji wa wananchi.
Mkisoma sisi moto wetu wa shule tunasema uongozi shirikishi na unaleta matokeo chanya. Uongozi shirikishi na unaleta matokeo chanya. Sasa nitumie neno la ushirikishi hilo. Swala la ushirikishi ni la kutoka mimi kiongozi kumshirikisha wananchi katika maendeleo na mipango, lakini kuna wajibu mwingine, huo ni wajibu sasa ambao pia yule mfanyakazi yule mwananchi naye anatakiwa naye ashiriki. Ina maana lazima ajishirikishe. Nitoe mfano mmoja mzuri au niulize kila mtu ambaye ananiangalia. Sheria ya serikali ya mitaa inasema kwamba lazima kila mwananchi aliye miaka 18 lazima ashiriki katika mipango ya serikali za mitaa. Hasa naomba wewe unaniangalia. Mara ya mwisho nilienda lini kwenye serikali ya mtaa? Ukashiriki ile mpango wa serikali. Pamoja maana unakulalamika kwamba serikali haijafanya kile. Lakini lazima kwanza ni wajibu wa mimi kwenda kushiriki ile mpango. Ili mpango utakaporudi, kwa mfano sasa tunatengeneza bajeti. Sasa hivi bunge linatengeneza bajeti. Wakishatengeneza bajeti rudi tena kwenye serikali ya mtaa tuulize hivi, yale tuliyopanga yale ndio haya yanarudi kutekelezwa, kwa sababu tunaweza kutekeleza mipango ambayo sisi wananchi hatuyataki au yale tuliyoomba hajarudishwa. Kwa ule mrejesho mbele na mrejesho nyuma lazima tuupate. Kwanza wakati wa kutayarisha bajeti ile na mipango, ili mpango ule mpango ushirikishi, mpango wa wananchi. Leo hii nimekuja kwenye kushiriki mafunzo haya ambayo yanahusiana na masuala ya uongozi, na mafunzo haya naamini kabisa kwangu mimi yatakuwa chachu kwa ajili ya kwenda kunisaidia kwenye kazi zangu ninazozifanya, hasa kwenye kazi ninazozifanya za taasisi yangu, kwenye uongozi ambao ninasimamia taasisi, na pia vile vile nasimamia watu mbalimbali wa sekta binafsi, sekta za kiserikali na jamii kwa ujumla. Kwa ili uweze kufanya vizuri katika shughuli ninazozifanya ni lazima upate mafunzo haya ya uongozi. Hicho ndio kitu kikubwa hasa ambacho kimenifanya nimeshiriki kwenye kozi hii. Kuja mahala hapa kujifunza, nategemea kwamba kama kiongozi ambaye ni mkuu wa shule ya sekondari Simbani nitaweza kusimamia rasilimali ambazo ziko pale shuleni, lakini pia nitaweza kuleta uongozi wenye tija kwa watu ambao ninawaongoza pamoja na wanafunzi. Kwa mafunzo haya ni ya muhimu sana kwa sisi viongozi hasa wa taasisi za umma, ili tuweze kuzifanya taasisi zetu ziweze kufanya vizuri na ziweze kuleta faida kubwa katika jamii ambayo tunaiongoza.